الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. Ndugu katika iman, baada ya utangulizi napenda kuihusia nafsi yangu na kuwahusia waislamu wote juu ya suala la kumcha Allah Ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye subhanahu wa ta'ala. Hapana shaka kwa kila muislamu na kwa kila mwanadamu kwamba sasa hivi sisi tunaishi katika kipindi ambacho na zama ambazo ndani yake fitna ni nyingi katika upande wa dini zetu, lakini katika upande wa maisha yetu na miamala yetu. Hasa ukitizama maendeleo ya uwasilishaji wa habari na utoaji wa habari na vyombo hivi vya kisasa, social media, mitandao ya kijamii, kiasi ambacho watu wanaweza kutengeneza habari ya uongo, akasawirisha mtu anazungumza kama vile ni yeye kweli lakini sio yeye. Lakini pia anaweza akatengenezwa mtu anafanya jambo fulani na hakuwa anafanya kweli. Kwa dunia imefikia katika mahala ambapo tuna haja ya kupeana baadhi ya taaluma ya kuishi na kipindi kama hiki au nazama kama hizi, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo imekamilika katika taratibu zake na kwenye kila upande. Namna gani tutaweza kuilinda dini yetu lakini kulinda heshima zetu na heshima za baadhi yetu, ndugu zetu na familia zetu kwa ujumla, hasa kwenye suala la uchunguzaji na ufuatiliaji wa habari, kwa sababu kwayo ndio hutokea mambo ya watu kukatana, watu kutengana, kuchukiana kwa sababu ya habari. Leo kwenye mitandao kuna mambo mengi sana yanaweza kuzungumzwa kuhusu fulani na fulani na fulani,
na zikaundwa habari za uongo. Lakini pia katika harakati za kawaida za kila siku wanakuwa na maneno mengi ambayo yanaweza yakajiri, lakini asiyefahamu utaratibu wa kuzichunguza habari zilivyo ndani ya Uislamu atajikuta amemkata ambaye hastahiki, amemsifu ambaye hastahiki, au akamkebehi ambaye hastahiki na mfano wake. Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahihi, amesahihisha al-Albani, anasema inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan wa laman ibtuliya fasabara fawaha, rawahu Abu Daud. Hakika mtu mtukufu ni yule ambaye ameepushwa na fitna. Aliyakariri maneno haya mara 3, lakini akasema na yule ambaye atatahiniwa akafanya subra, basi ni ubora ulioje huo. Na akasema kama ilivyo katika Sahih Muslim katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, na hakika umma wenu huu paliwekwa afya na salama mwanzoni mwake, lakini umma huu utasibiwa na mambo na fitna mbalimbali, nyinyi wenyewe mkiona mtapinga. Watajiu alfitna yuraqiqu ba'daha ba'dha, zitakuja fitna zikizifanya nyepesi baadhi zikaonekana nyepesi. Tajiu alfitna fayaqulu almu'min hadhihi muhlikati, itakuja fitna ikawakumba waislamu na umma, au mahala popote, nyumbani, ndani ya msikiti, watu wakasema hii imetumaliza sisi. Thumma tankashifu watajiu al-akhar, itakuja fitna nyingine tena, fayaqulu almu'min hadhihi, itakuja nyingine, muumini atasema hii alhadith. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika amesema la taqumu as-sa'a hatta yadhhara al-fitan au hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib, hakitosimama kiyama mpaka fitna zidhihiri, lakini pia pataenea uongo, kama haya ambayo nimeashiria katika mwanzo wa hutuba yangu mimi. Sasa ikiwa hali ni hiyo, lazima pawe pana maelekezo ambayo sisi tutakana tuwe nayo ili kutaamali na habari na fitna zinazokuja. Lidhalika as-sahaba wa tabi'un, hasa kipindi cha tabi'in, walikuwa baada ya kugundua kwamba fitna zimeasha kuwa kama vile alivyoashiria Mtume sallam, basi walijipanga na wakawaeleza watu utaratibu wa kutaamali na habari na fitna mbalimbali. Ibn Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kunna la nas'alu an al-akhbar aw an ahadith hatta waqa'at al-fitna, falamma waqa'at al-fitna qulna sammu lana rijalakum al-athar. Asema tulikuwa sisi hatupekui habari, hatuchunguzi hadithi hii imetoka wapi, tukiletewa habari tunaifanyia kazi kwa sababu hali ilikuwa ni salama. Lakini pale zilipotokea fitna, pakadhihiri uongo na waongo, tukaanza kuchunguza habari, tukawa tunasema mtu akituletea habari iwe ni hadithi ya Mtume, tutajieni ni kina nani wamekusimulieni, tutajieni isnadi na cheni, ni fulani. Basi mtu anasafiri anakwenda, bwana wewe yasemekana umesimulia habari hii, la shaka atakwambia ni kweli, na kama si kweli atakwambia ni uongo. Lakini pia Mujahid ibn Jabr tabi'i anaeleza kisa waqi'ia
cha bwana mmoja anaitwa Bashir al-Adawi. Alikuja kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, akawa anamsomea Ibn Abbas ahadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faja'ala Ibn Abbas la yastami'u li hadithihi. Akawa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu al-faqih al-hibr, mwanachuoni huyu wa kisahaba, akawa hasikilizi hadithi zake, pamoja na kuwapatajwa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawa hasikilizi habari zake na hadithi zake. Faqala ya Ibn Abbas, ma li la araka tasma'u li hadithi, na nini mimi sikuoni ukisikiliza hadithi zangu? Qala hakadha kunna maratan. Ibn Abbas akamwambia, hivi ndivyo ambavyo sisi tulikuwa mwanzoni. Mara tu anapokuja mtu, ibtadaratu absaruna wa asghayna ilayhi biadhanina, akija mtu mara moja tunaanza kumtizama, lakini pia tunampa masikio yetu akatupa habari. Falamma rakiba an-nas as-sa'ba wadh-dhalul, lakini pale ambapo watu walipanda ngamia walioelimishwa wakafunzwa na wasiofunzwa, kwa maana palipodhihiri uzushi na urongo na fitna, sirna la na'khudh illa lima na'rif, tukawa hatuchukui habari isipokuwa ambayo tuna uhakika nayo. Tumeipata wapi habari hii na chimbuko lake na asili yake ni wapi? Hizi ni hali wametaamali nazo salaf. Je, vipi zama zetu ambazo fasha fiha al-kadhib wa zur, pameenea uongo na uzushi na fitna mbalimbali? La shaka ni hali zinahitaji umakini katika kuchunguza habari. Lidhalika ulama wakaweka utaratibu wa kufuatilia habari na masharti ya kukubali habari. Kwanza kabisa wasema habari itoke kwa mtu ambaye ni al-adil, mtu ambaye ana adala, ni mtu ambaye hasemi uongo, mtu mwenye dini yake lakini hasemi uongo, lakini pia awe na hifdhi na dhabt, ni mwenye kuhifadhi habari kisawa sawa. Na watu wakawa wanajaribiwa. Kuna majaribio, mtu anaweza kujaribiwa tukagundua kwamba hana udhibiti wa habari, mtu huyo habari zake zinakuwa hazichukuliwi, labda zije kwa njia nyingine, watu wengine watakemwafiki yeye ambao ni dhubat hufadh, wenye kudhibiti hadithi au habari mbalimbali. Lakini pia wakaweka sharti, lazima pawe na cheni. Hii habari umetoka nani? Kwa fulani, unakwenda kwa fulani. Si ukiambiwa fulani unaridhika, fulani unakwenda kwake. Akasema mwenyewe, yupo mwenyewe, yuko hai, naam, unakwenda kwake, unamuuliza mwenyewe, bwana yasemekana umesema kuhusu fulani hivi na hivi. Ima yusaddiq wa ima yukadhib, ima sadikisha au akadhibisha. Na hili walilifanya salaf pasna ya kujali dini ya mtu na takwa yake na ibada zake alizokuwa nazo, kwa sababu suala la ibada na imani ni jambo kando la muhusu mtu mwenyewe, lakini suala la kuchukua habari na kuzifikisha ni jambo la jitegemea, lina utaratibu wake. Kuna mtu anaweza kawa ni abid, ni mcha Mungu, ni mfanya ibada, lakini dhabti yake ya habari, kuhifadhi kwake na kufikisha habari kuna mapungufu. Lidhalika mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipokuja ile bwana aitwa Dhul Khuwaisira, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anagawanya ghanima ngawira, akamwambia ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu e Muhammad, kuja fanya uadilifu. Akasema waihak wa man ya'dil idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu kama mimi sijafanya uadilifu? Umar akasema da'ani adhriba unqahu ya Rasulullah, niache nikate shingo yake ya Rasulullah. Qala da'ahu fa inna lahu ashab au usayhab yahqiru ahadukum salatahu bi salatihi wa sawmahu bi sawmihi yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum. Kaambia muache ewe Umar, huyu ana jamaa zake, na ulama wametaja Ibn Taymiyyah kwamba huyu ni katika wale khawarij au katika wale munafiqin. Huyu ana jamaa zake, mmoja wenu akitizama sala zao atadharau sala yake na ibada yake, akitizama saumu yao ataidharau saumu yake. Wasoma Qur'an kwa ufanisi, Qur'an wanaisoma kwa ufasaha,
lakini ile Qur'ani haivuki kwenye koo zao. Pamoja na hivyo lakini ni watu waliotahadharishwa kwa mujibu wa hadithi hii, ni watu hatari kwenye dini yetu na kwenye maisha yetu sisi. Ukitizama katika vitabu vya ulama walivyoandika, kina Imam al-Bukhari ni Tarikh al-Kabir al-Awsat al-Saghir, ukitizama al-Uqayli katika Dhu'afa, al-Bukhari katika Dhu'afa al-Saghir, hawa maimamu kina An-Nasa'i, kina Ibn Hibban katika vitabu vyao kama vile al-Majruhin, na wengine kina Dhahabi, kina Ibn Hajar wameandika vitabu vya kueleza wapokezi wa habari, kina Ibn Abi Hatim vitabu vya ilal, wakawa wanawagusa wapokezi wa habari. Maelfu ya watu wengine wakawahesabu kama ni madhaifu wa habari, hifadhi zao ni mbovu, hawafikishi habari zilivyo, pamoja na kuwa wakiwasifu kwamba wana ibada. Ala sabili almithal, ukimtizama Mansur ambaye ni moja ya ruwat wapokezi wa hadithi, msomi wa Qur'an, Mansur ibn Ammar Abu Sari, mashuhuri kwenye kutubu za tarajim, Adh-Dhahabi ameeleza katika Lisan al-Mizan, al-Uqayli katika Dhu'afa. Alikwenda siku moja kwa Ibn Uyayna rahmatullahi ta'ala alayhi, akawa anamuuliza kuhusu Qur'an, fazabarahu wa ashara ilayhi biukazatin. Ibn Uyayna rahmatullahi ta'ala alayhi akamwagia mchanga, akamwashiria na bakora yake, faqila ya Aba Muhammad innahu rajulun abidun. Akaambiwa Ibn Uyayna, ya Aba Muhammad, huyu unamfanyia hivi ni mtu kathiru liibada, ana ibada nyingi sana huyu. Qala la arahu illa shaytana, mimi simuoni isipokuwa ni shetani tu huyu. Ibn Uyayna imam fil hadith, imamu katika ilmu ya hadith, anafanya jambo hili. Hakuna mafungamano kati ya ibada za mtu, kutengamaa kwa mtu na suala la kufikisha habari. Mtizame Thabit ibn Musa ambaye al-Uqayli rahmatullahi ta'ala alayhi amemtaja katika Ad-Dhu'afa, alikuwa akiwahesabu watu ambao habari zao ni dhaifu, akamtaja Thabit ibn Musa al-Kufi Dhabi, alafu akasema al-Abid. Amemtaja katika orodha ya wale ambao ni madhaifu wa riwaya, lakini amhesabu na akamtaja pale al-Abid, ni mtu alikuwa na ibada nyingi. Yuko wapi Abdullah ibn Umar al-Umari ambaye Ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi amemtaja katika al-Majruhin, anasema ghalaba alayhi as-salah wal ibada hatta ghafala an hifdh al-akhbar, ili ghilibu juu yake kutengamaa, alielemewa na kule kutengamaa, lakini pia ibada zilikuwa ni nyingi kwake mpaka akaghafilika kunako kuhifadhi habari na kuzitunza na kuzifikisha zilivyo. Alishughulika na ibada sana. Asema fawaqa fi ahadithihi au akhbarihi manakir wa fahsha ghalatuhu wastahaqqa at-tark, lakini kwenye akhbari zake na riwaya zake, mapokezi yake, wakatokea manakir, munkara, wakawa anapokeka na habari ambazo wenzake hawana. Hifadhi yake ikawa mbovu, akastahiki kuachwa na riwaya zake, pamoja na kuwa ametaja kwamba imekithiri kwake takwa na ibada. Wewe angalia, hakuna mafungamano kati ya vitu hivi viwili, hakuna mafungamano, shatatan tamaman. Hamad ibn Salama, Abu Salama, muhaddith wa Basra, huyu mwanachuoni huyu mkubwa ambaye al-Imam Ahmad na wengine wanasema idha ra'aita ar-rajula yaghmizu fihi fattahimuhu fi dinihi, ukimwona mtu anamzungumza Hamad ibn Salama kwa ubaya, basi mtuhumu katika dini yake. Akiwa anamsema kwa ubaya katika dini yake kwamba labda ni mtu wa bid'a, basi mtuhumu katika dini yake. Al-Kamil cha Ibn Adi wametajwa maelezo haya. Asema Ibn Adi al-Abid alikuwa ni mcha Mungu, mfanya ibada sana. Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i kwenye Taqrib at-Tahdhib alipomueleza Abu Salama kwenye upande wa hifadhi yake, angalia uadilifu wa ulama, anasema thiqatun abidun ikhtalata fi akhirih, ni mtu thika, habari zake zinakubaliwa, lakini
alibadilika mwishoni, hifadhi yake iliharibika. Kwa hiyo manake zile alizozihifadhi na kusimulia baada ya kubadilika hifadhi yake hazichukuliwi habari zile. Angalia insafu na uadilifu wa ulama. Kwa nini? Kwa sababu wanafahamu maneno ya Mtume sallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a, yamtosha mtu kuwa ni muongo ikiwa yeye anasimulia kila anachokisikia, anakifikisha kile anachokisikia, anasimulia. Msikia hivi anasimulia, maana ikafanya hivi. kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Ayuha almuslimuna ibadallah, suala la tanqihi al-akhbar wal wishayat, kuchunguza habari na muda wa kuwa wahusika wapo, lazima tuvae ujasiri wa kuwakabili, kwa sababu wishayati kathira yanayoenezwa ni mengi kuhusu watu kwenye mitandao ya kijamii, kwenye maisha yetu ya kila siku, kwenye masajidi zetu na mfano wake. Wallahu ta'ala ala wa ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Suleiman alayhi salatu wassalam alikuwa na majeshi yake, miongoni mwa hao walikuwa ndani ni ndege ameitwa Hudhud. Alipokuwa anawatafuta Suleimani akamkosa Hudhud. Hudhud alikuwa na uwezo wa kutizama mambo kwa umbali, anaangalia kitu kwa mbali anakiona, na alitoka Hudhud akaenda mpaka Yemen Saba, akamkuta Malika, mfalme wa kike anaitwa Balqis, yeye na watu wake wakiabudu jua na mwezi. Akaja Hudhud wakati Suleimani anamtafuta, anasema nikimpata nitamchinja au nitamuua. Akawa anampa habari kwamba nimekwenda Saba kwa Malika Saba, nimewakuta wakifanya hivi na hivi na hivi. Suleimani anasema pamoja na kuwa Hudhud amesema wajituka min saba'in binaba'in yaqin, nimekuletea habari za yaqini. Suleimani anasema sananzur asadaqta am kunta min alkadhibin, tutachunguza habari hii, je umesema kweli au utakuwa ni miongoni mwa waliosema uongo. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema wa min fawaid al-ayati al-karima annahu yanbaghi at-tathabbut fi al-akhbar la siyama inda qiyam ash-shubuhat. Katika aya hii kuna faida ya kuchunguza habari na kuifuatilia, kutathabat, hasa panaposimama vitu vyenye utata. Huyu asema hivi, anasema hivi, anasema si kweli, anasema hivi. Hapo inatakana habari ichunguzwe kwa kina zaidi. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي فتثبتوا. akija fasik na habari ichunguzeni, kwa sababu ni mtu ambaye mara nyingi anakosea katika usimuliaji wake. Ichunguzeni habari. ya ayyuha alladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaghuna arada alhayati ad-dunya wa 'inda Allahi maghanim kathira kadhalikum kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu. Allah anahimiza suala la kufuatilia habari na kuchunguza habari. Maulama wa lugha walipoeleza neno tathabbut, kina al-Azhari katika tahdhib al-lugha, kina Razi katika Mukhtar as-Siha, Ibn Manzur katika lisan al-Arab, wanasema maana ya tathabbut huwa at-ta'anni wa 'adamu at-tasarru idha waqa fi ahwali al-insan lil-insani fiha naw' min al-ishtibah. Tathabbut maana yake ni kuwa mpole inapokuja habari, hasa inapotokea habari ile kwa mtu inamtatiza habari ile. Mtu asifanye haraka hata yatabayana lahu sawab, mpaka imbainikie yeye usawa. Hapo sasa atasema, hautakani kusema kabla. Lidhalika al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, huyu ni imam. Siku moja alikuja mtu anahu bishaya fi rajulin akhar,
alikuja mtu akawa anampa habari kuhusu fulani afanya hivi na hivi na hivi na hivi, akasema sanambo, tutatizama habari hii, in kunta kadhiban, ukiwa wewe ni muongo, fa anta min ahli hadhihi al-aya ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu al-aya ila akhiriha. Asema taitizama habari hii kuhusu fulani, ikiwa wewe ni muongo basi hii aya inakuhusu. Wa in kunta sadiqan, na ukiwa wewe ni mkweli kwamba fulani ana 1 2 3 umesikia kutoka kwake hivi, fa anta min ahli qawlihi ta'ala hammazin masha'in binamim, ukiwa wewe ni mkweli basi wewe ni katika watu wenye kusengenya wafitini. Kwa nini hujamkabili ukamwambia acha? Kama wewe ni kidume kweli na lengo lako na dhamira yako ni kutengeneza, kwa nini haukumwambia acha, usifanye hivi? Wewe ukaanza kutembea na habari hapa na pale. Fa anta min ahli hadhihi al-aya hammazin masha'in binamim manna'i lilkhayr mutadin athim al-ayat. In hammazin, mtu msengenyaji. Kama unatusema ni kweli fulani kafanya na kasema, basi wewe hii aya inakuhusu. Sasa wako wapi waislamu leo na mambo haya? Ujasiri uko wapi kwa waislamu, hasa wale wanaodhamiria kutengeneza? Nenda kwa mtu hata kama ni mara 100, nenda kwa jamaa zake wa karibu, tengeneza, si dhamira yako. Ndio Uislamu huu. Ndio maana al-Imam Shafi'i alikuwa akimuhusia Yunus ibn Abdul A'la, anasema ya Yunus, idha balagha an sadiqin lak, ikikufikia habari kutoka kwa jamaa yako au kuhusu jamaa yako, annahu fa'ala kadha wa kadha, la tubadil biqat'i alwilayat, usifanye haraka kukata urafiki na ukamchukia, usifanye haraka. Bal qul alqahu, bali sema nataka nimfuate, nikamwambie samitu anka kadha wa kadha, nimesikia kwamba wewe unasema hivi na hivi, ni sahihi. Ashaka atakwambia ni kweli, mimi nimesema. Kwa nini sio umesema 1 2 3 4 5? Haya, au akwambia hapana, si kweli, ama neno ya uongo, si kweli, nisiyasema, nilichosema mimi ni hiki, au siyasema kitu. Ndio Allah anasema antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kwa utaratibu huu wa kuharakia na kueneza habari pasi na kuchunguza, mtakuja kuwasibu watu, mkawadhuru watu kwa sababu ya kutokujua, lakini mkafika baadaye mkawa mnajuta. Kwa maana al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi katika Riyadh an-Nadhira ana maneno yake anayesema, wa min al-ghalat al-fahish al-khatar qabul qawli an-nas ba'dhum fi ba'd wa yabni alayhi as-sami bughdhan wa hubban wa madhan wa dhamman. Miongoni mwa mambo ya hatari mabaya zaidi tena ya hatari ni kukubali kauli za watu kuhusu watu, alafu akajenga msikiaji mapenzi na chuki na kusifu na kukebehi, kisha sema hivi, wa kam hasala bihadha alghalat min alumuri sara aqibatuha nadama. Ni mambo mangapi yametokea kwa sababu ya utaratibu wa kuchukua habari bila kuichunguza, mwishoni mwake wakawa na majuto. Wa kama shaa an-nas, swali lingine tunasema ni mambo mangapi wameeneza watu kuhusu watu fulani, an umuri la haqiqata lahu bil kulliyah, ima mambo hayo hayana uhalisia kwa ujumla, mtakaeneza habari, au laha baadhi min al-haqa'iq, au yana mambo yana baadhi katika uhakika, fanumiyat bil kadhibi wazur, yakaongezewa uongo ndani yake. La siyama au bil khusus, anasema bil khusus indama la yubali bin naql, hasa kwa yule ambaye hana kujali katika kunukuu habari, yeye kila anacholetewa خلاص ala tuli mubashara. Au man lahu ba'd min al-hawa, au mtu ambaye ana matamanio, yeye ana chuki zake tu. Falwajib, kisha sema falwajibu ala al-aqil التثبت والتحرز وعدم العجله والتسرع.
jambo la wajibu kwa mwenye akili ni kutulizana kwanza, atathabbut kwanza na kuwa makini, kutokufanya haraka. Yasema wa bihadha yurafu dini almar'i wa razanatihi wa aqlihi, kwa utaratibu huu ndio utajua dini ya mtu, ndio utajua pia ushupavu na ukomavu wa akili ya mtu na hikma zake. Sasa ukilazimisha kwamba kwa sababu ni fulani kasema basi habari yake ni ya kweli, na salafu hawakuwa hivyo, huyu ni nani mpaka wewe useme kila anachosema ni cha kweli? Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake anasema wala taqf ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, usifuate jambo ambalo hunalo wewe ilmu. Sayyid anasema hata tatathabat fima taqulu wa taf'alu, mpaka utathabati kwanza, kwa sababu masikio, macho, moyo hivi vitakwenda kuulizwa, ulisema hivi kuhusu fulani, ukaivunja heshima yake, watu wakamkata wakamdharau, basi yatachukuliwa mema yake, huyo mtu atapewa huyo aliyedhulumiwa, kama ilivyo jambo hili mashuhuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan, ay la yatathabbat, hakika mtu anaweza akazungumza maneno hajali anachokizungumza, hachunguzi na hafuatilii, yahwi biha fi an-nar wal billah, akaingia kwayo motoni, abada ma baina al-mashriq wal maghrib, umbali wa moto huo ni mashariki na magharibi. Mtume sallama alikuwa anamuhusia Muadh, anasema kufa alayka hadha, uzuie ulimi wako. Muadh anamwambia awa inna la muakhadhun bima natakallamu bihi, kwani sisi tutaadhibiwa kwa sababu ya maneno tu ya Rasulullah? Qala thaqilatka ummuk, akukosa mama yako wewe. Maneno ya Waarabu kuonesha mfanya jambo baya. wa hal yakubbu an-nas ala wanakhirihim aw ala wujuhihim bil hasaid alsinatihim, je, kuna kitu kitawaingiza motoni watu kwa nyuso zao au kwa vichwa vyao isipokuwa ni mavuno ya ndimi zao? Ulimi huu ni hatari sana ayo muslimun, na kuna ayati nyingi sana. Wal maqamu yatul, kisimamo kitakuwa kirefu. Allah anasema italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim ولولا إذ سميتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله. someni hizi aya katizame tafasiri zake mpaka alipofika anasema innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya ila akhir al-aya. Kugundua ufatari wa kusimamisha maneno na mtu akajenga chuki na hubba na bughdhan na akamchafua mtu kwa ajili ya habari. Mimi simame hapa kwa sababu muda umekuwa mrefu, nadhani sasa mimi mwenyewe nimejihisi khutba hii imekuwa ndefu, lakini ahyana na wakati mwingine iwe hivyo. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillah rabbil alamin.